Kuna nini? Kuna nini? Kuna watu wabaya wananifuata. Watu wabaya? Nye vipi? 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 Mbona unawafukuza watu? Mambo gani hayo unaniuliza? Tushafanya kazi kibao. Mbona unawafukuza hawa? Wewe ndo ngao ya kurokobo sikini. Acha dharau. Yaani katika vyote usifanye dharau. Sikia. Shida yangu sio wewe, sawa? Ni chumba. Hicho kitu hakiwezekani. Hauelewi sio? Hicho kitu hakiwezekani. Sikia. Wale uko mbele hapa. Ukinega. Usishanelewa. Chumba ndo ule pale. Unanielewa? Nyuma huyo wakati. Alafu hapa jamaa analeta kiwingu. Huyu. Kwa mnashauri tumfanye nini kwanza wewe? Sikiliza mbele tukubwa usio. Wewe ndo kamkubwa. Sio unaelewa tunakusikiliza wewe. Mtongo wote ambao tukao tupanga sisi tunaishi nao. Sasa tu. Sasa unataka kufanya nini? Unasemaje boya? Sikiliza mwanangu usio. Ukimwona huyo. Acheni ujinga. Alafu msiniangalie kwamba mzuri wa sura. Hii namba sio hii. Hivi mnanichukulia kawaida Sikiliza mwanangu tusiweke na kusikiliza bosi. Sikilizeni. Oya sasa. Vipi umemwona? Hamna, nilikuwa namwangalia hapo juu hapo, lakini sijamuona. Kwa ngani mwangalie kwenye nyumba ile pale. Basi sawa. Sawa, tulieni au msiondoke. Ajabu.
Inaendelea nini Mwajuma? Ndio mama nikwambie. Juu ya mwanangu. Mwanao mimi nimemkuta na matatizo, nikaamua tu nimsaidie. Kumsaidia ndio kule? Nimemkuta kazingirwa na watu wengi. Si unakumbuka ile kufukuza hapa kwangu? Ndio nakumbuka mama, lakini sasa msaada wangu nikaona bora nimsaidie ni. Leo nakuona unarudi na mwanangu yuko vile. Kwani mama mnafahamiana huyu? Mimi huyu alikuja na mwanangu. Alikuja hapa nyumbani. Akavunja mpaka uchumba wa mwanangu. Mwanamke tumemchagulia mwanamke wa familia akakataa kwa ajili yake. Nikamfukuza. Iwaje leo tena mwanangu yani kapata ajali lakini amuone yeye hakuna mtu mwingine. Ni kweli mama. Unajua nini mama? Hawa mabinti walikuwa wawili. Lakini mmoja baada ya kuona hili tukio akakimbia. Umeona? Lakini sasa huyu unavyomlaumu unakosea kwa sababu hata huyu si tumemsaidia pamoja na yule kijana wako. Kwa nahisi huyu hana hatia. Waliofanya hilo tukio wamekimbia wala sio huyu. Kwa hiyo mama huyu msamee tu. Tuangalie jinsi gani tunaweza kumsaidia yule kijana wako. Lakini huyu hana hatia mamangu, huyu msamee tu bure. Kwa hiyo unamtetea? Bwana sio kama namtetea kwa mazingira aliyowakuta. Sijaona kupushani yoyote kati ya huyu na yule. Ila tu hao vijana ambao waliomvamia yule kijana wako ndo wamekimbia. Naomba wewe, mimi na huyu na mwanangu nikapate maelezo. Kaa, mbona ukae? Kaa Mwajuma. Mama, kwa msaada wote nilofanya, lakini kwangu naonekana ni makosa. Asante mama. Mimi naondoka. Mwajuma! Mwajuma! Mimi nahisi utakuwa umemkwaza. Ila tu kwa sababu sisi tumewasaidia hawa. Mwanao umemwona ndio huyo hapo. Nahisi hapo utakuwa yuko vizuri. Kwa sisi naomba tuondoke. Hata kitu cha habari mwanangu hujanipa. Mtoto kaumiaje? Kuna nini? Tumeleta tu mnabwaga mzigo. Bwana huyo kaumia tumemsaidia. Ndiko binadamu kweli, binadamu wenu mmefanya kweli, lakini naomba nipeni kitu cha habari japo mawili matatu na mimi nifarijike. Ni kweli mama, lakini sasa kwa sababu sisi tumemkuta yule mdada anamkokota. Huyu ndo tukaamua kuwasaidia. Lakini ungembana vizuri yule angekupa maelezo vizuri. Ila mwenyewe akiwa na nafuu huyo kijana wako atakuadisia. Pole sana sasa. Niambie mwanangu, nini kimetokea kimekusibu mpaka unakuwa hivi? Mama. Basi pumzika. Subiri nikakuandalia japo uji. Naona una maumivu makali. Sawa mama. Sawa. Mama. Shikamoo. Mama, hujambo? Sijambo. Mwana Mariamu kaja kwangu. Kaanza kuniambia, "Wewe kwa nini unatoka na Gunila?" Alafu mimi sikujua kama anatoka naye. Mimi ningejua wala nisingekaa naye. Asa kaja kwa kunikasirikia kabisa. Yaani kama anaogofi na mimi, kumbe wala anaogofi na mimi. Yaani mimi sijapenda. Ndio hilo tu. Ndio hilo tu. Sawa, nimekuelewa. Mimi kama mzazi wa Mariamu nitaenda taongea naye. Mama, kama unavyojua mimi na Mariamu ni marafiki. Najua. Sasa hivi alivyokuja yeye kwa kunikasirikia, mimi sijapenda. Mimi nataka ukamwambie tu. Kama ni bwana yake, sawa, mimi nitamwacha. Mimi kwanza hata ningejua ni bwana yake, mimi wala singekaa naye karibu. Ningempitia mbali. Na isingekuwepo hivyo, wewe ungepitisha hukumu kama watu wanavyoishi sasa hivi. Yaani hawatafuti mzazi, hawatafuti labda yule ni dada ni kaka, wanapitisha tu hukumu zao za kijiweni. Ila wala usiwe na shida na usiwaze kwa hilo. Utafikishia ujumbe na yote yatakaa sawa.
Haya, siku nyingine. Wa vipi? Safi. Mambo nasemaje? Freshi. Au sio? Da, mwanangu we. Vipi kuhusu yule Mariamu unamuona hapa vipi mwanangu yule mtu? Mariamu nani? Sio Mariamu yule, Mariamu wanamuita Mariamu kidogo yule. Kembamba hivi. Huyo mtu mimi simfahamu bwana. Simfahamu kabisa. Wewe mwanangu mdogo, mwanangu ndio hivyo mwanangu. Namuonaona sana. Sasa tutafanyaje sasa mwanangu ule mtoto Mariamu ule wewe unamfahamu ila ndio hivyo. Mimi nimeshakwambia simfahamu. Umeniuliza, nikakuuliza Mariamu nani? Nikakujibu. Ndio. Huyo mtu simfahamu. Nimetokea kumuelewa yule mwanamke. Jamaa anachekesha kweli. Kwa hiyo mimi unaniambia mimi ndio Mariamu? Sikia. Sio kweli, simaanishi kwamba wewe Mariamu. Sasa ila mwanangu ule mtoto kila nikimuona mwanangu ule moyo wangu mwanangu sitaki hata kupita mwanangu, lazima nimtazame mara 2 mara 3 jinsi gani ninavyompenda. Wewe kama rafiki yangu nakuja kukuelekeza kama jambo kama tunakaa mtaa mmoja hapa, au sio? Sikiliza. Usiniuzie vitu kama hivyo. Vitu vingine havitakiwi. Basi detail hizo sio hizo nazoleta. Usijali basi mwanangu hapo. Poa. Haina noma. Mambo mengine bwana. Nishakanyaga. Sio poa. Vipi mwanangu? Fresh. Dua. Mbona sana unaamka vipi? Nije mzigo babu. Vipi? Vipi mwanangu? Dua. Mbona fresh? Nielekeze mwanangu. Mbona adimika mwanangu? Mwanangu mshale. Au sio? Baridi mwanangu, seti huko hapo imetulia. Unajua tena. Poa vipi mwanangu? Fresh. Mwanangu sisi kitu kimoja. Ngao sio? Tumekutana hapa ila kuna mchongo mwanangu unatufuatilia nyuma yetu. Chongo gani huo? Mchongo mwanangu hapa ndo unaujua vizuri. Unakumbuka mwanangu ile siku ile ambayo tulikuwa na mwanetu kama mkubwa bwana Yaani kuelezeka sijui nieleze vipi ndugu yangu. Unamjua yule Mwega yule? Mwega unamjua? Huyu mtoto sijui mtoto shombe huyu. Yule shombe. So poa. Yaani mpaka sasa hivi sijui kama bado mzima au vipi. Mzima kafanya nini? Sikiliza mwanangu, au sio? Issue ni kwamba yule kama mkubwa yule Noti, au sio? Alituita mazingira kama kawaida, unajua wenyewe mazingira yetu, au sio? Dakika za mwisho mwanangu Mwega yule jamaa kazingua, akatuita pale. Umeona? Sikiliza nimuelezee kidogo mwanangu. Sio kwambia sio alizingua. Mnamuelewa huyu? Wewe unamuelewa huyu? Unaelewa? Sikiliza. Tulieni kwanza. Kama mkubwa katuita sisi, mimi na huyu hapa Mau. Bwana Konso mko wapi? Bwana demu kafanyaje? Kapotea. Kwenye kumtafuta tukamkuta na Mwega. Kapotea vipi kwanza? Yaani tuelekezane kapotea vipi kwanza? Katoroka pale. Yule Mwega yule. Mwega akawa hata kuzuia kupambana na yule kamkubwa. Yeye akachukua panga kamweka. Kapiga afu akateleza, sielewi kama iko wapi. Alafu mpaka dakika hii mwanangu msala so poa, yani sijajua kama ikesa sasa nyinyi mnachukulia poa. Mwanangu sikilizeni. Cha msingi hapa namba zake sisi tunazo. Tumchekeni kwenye mafoni, tukimpata tujue alipo, tukamchukue. Mcheki chapo basi. Acha kujenga ngenga hapo kama mtoto wa kike. Mwanangu inaita. Vipi? Bwana fresh waka mkubwa uko wapi mwanangu? Mwanangu ule msho mwanangu inavyosemekana ule msho sidhani kama atakuwa mzima mwanangu. Ule mwanangu ule mwanangu kachakaa kinyama mwanangu sio poa. Wewe kama vipi kalia ndinga wewe njoo mwanangu hapo. Usio nao tupo huko mwanangu. Hapo kwenye mwanangu haipingwa la nini sheria mpaka majogoo.
Wanangu, hapa atakiwa tufanye mchakato mwanangu, tujue kama mission inaenda vipi na yule mshua sasa hivi anaendelea vipi, kafa au je mzima? Hilo ndio swali. Sasa unajua nini hapa? Tugawane kazi bwana. Sawa. Tugawane kazi afu tulindane. Sasa kulindana mwanangu. Kulindana ndio iko mbele mwanangu. Sasa ndio maana sasa unajua nini? Wanakuzisha. Watu tunapeana michongo ujue. Wewe unatakiwa unyate mwanangu au sio? Mpaka kwa yule yule msera yule bwana Mwega yule mwanangu. Ukachiki azingatie kazima au ipo mzima. Sisi tupo nyuma yako au sio? Okay. Ila kwenye swala hilo Mau tusionekane kwa sababu kwenye tukio tulikuwepo. Nyinyi hamuonekani au sio? Sikiliza mwanangu, ombe kitu kimoja au sio? Yaani mwanangu wewe ukiamua kwa kanyaga tu. Sio mshamba na wewe kwenye tukio ulikuwepo afu uende kwa utapotea mwanangu, jela mwanangu. Sikiliza kwanza au sio? Sema nini baridi? Umeelewa? Baridi ila tuwe mwanangu tuwe serious mwanangu. Ujue msala huu. Oya nyie mtaingia. Kama hivyo mwanangu. Umesikia? Nyie mtaingia kwenye majukumu yenu. Tutakutana kitaa. Wewe na analia hapo brother vipi na wewe? Mwanangu baridi. Na wewe wapi? Jamani mama, sina nataka kutuma mboga. Hivi mwanangu, unazidi kunitia aibu jamani. Aibu gani mama? Una wanaume wangapi? Nimekutana na kesi hapo na Chemsa. Kesi gani? Haujui? Mimi sijui mama. Kuna siku nimemkuta Chemsa na Gunila. Gunila? Humjui? Ukaanza kumwashia mwenzio moto. Wewe hapo. Hamna mama, mimi Gunila ni rafiki yangu tu. Haijalishi, si wa kiume lakini. Ndio wa kiume. Najua, sasa kitu sababisha mpaka mwenzio mwashie moto kuhusu Gunila ni nini? Hamna bana mama. Hivi unajua Mariamu, kweli mwanangu ni mzuri lakini unajishusha. Watu hatuishi hivyo. Yule pale Chemsa ni rafiki yako. Na kama kuna wote emergency imetokea, basi kumkemea tu pale. Unamuita mnayamaliza. Ila mama wa Chemsa mimi mbona niongea naye pembeni tu. Haiwezekani. Ungeongea naye pembeni, asingenifikishia mimi ujumbe. Mimi Chemsa nimeongea naye pembeni pale. Tumekaa wenyewe wawili ndio tukaongea hayo mama. Sasa nikwambie kitu mwanangu. Mwenzie mimi aibu nimezichoka. Umenielewa? Ndio nimekuelewa mama. Mtaa mzima mimi jamani sina hata amani. Kwa nini? Kuna wenzangu wamezaa watoto wao wa kike na wanaenjoy tu. Lakini mimi kila kona, Mama Mariamu, kila kona usifanyie hivyo basi mtoto wa mwenzio, sawa? Sawa mama, sitarudia tena. Utarudia tena? Ndio. Haya.